Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda, ametoa wito kwa kamati za ushauri za kisheria mkoani humo kushirikiana kwa ukaribu na wananchi pamoja na maafisa wa serikali ili kuhakikisha jamii inapata uelewa wa masuala ya kisheria. Akizungumza Disemba 2 katika mkutano wa kamati za mkoa huo, RC Mtanda amesema kuwa ni muhimu kwa kamati hizo kufanya kazi kwa bidii na mshikamano kwa lengo la kuwasaidia wananchi kutatua changamoto zinazowakabili kwa njia ya kisheria. Wananchi na wadau wengine utasaidia katika kutatua kero za wananchi. Elimu ya masuala ya sheria itakayotolewa na kamati hii kwa umma itasaidia pia kuongeza uelewa wa wananchi katika kutatua changamoto katika maeneo yao. Ushauri wa kisheria utakaotolewa utawasaidia viongozi na maafisa wa serikali kufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria za nchi na hivyo kutoisababishia hasara nchi. Kwa hiyo ziko faida nyingi za hii kamati na hizi ni chache tu. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa taasisi za umma zilizoko katika mkoa wa Mwanza na zilizoko katika wilaya zote za mkoa wa Mwanza kushirikiana kikamilifu na kuzitumia kamati hizi za ushauri za kisheria za mkoa na wilaya katika kutatua na kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi. Mkuu wa wilaya asifanye kusikiliza kero za wananchi kama hana wataalamu wa sheria wanaotokea katika kamati hii katika ngazi yake ya wilaya ili wamsaidie. Lakini pia anaposikiliza wananchi kabla ya kufanya maamuzi, baada ya kuwa wamesikiliza, ni vizuri akampatia mwanasheria kwanza aanze kutoa ufafanuzi wa kisheria kuhusu jambo lililosikilizwa, ili mkuu wa wilaya anapotoa uamuzi au maelekezo basi yasiweze kucontradict sheria ambazo zipo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati hiyo ya ushauri wa mkoa wa Mwanza, wakili mwandamizi Rushangala Kabiemera Rushangala, amesema kuwa kamati hiyo ina lengo maalum la kusikiliza kero za wananchi na kutoa ushauri wa kisheria. Kwa majina naitwa wakili mwandamizi Rushangala Kabiemera Rushangala, ni wakili wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa wa Mwanza. Na kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa wa Mwanza imeanzishwa kwa mujibu wa waraka maalum ambao unataka uanzishwaji wa kamati za ushauri wa kisheria katika mikoa yote na wilaya kwa lengo ambazo zitakuwa zinaundwa na wanasheria mbalimbali kutoka katika taasisi tofauti za serikali kwa ajili ya kuweza kusikiliza malalamiko ya wananchi na kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi. Kwa hiyo sisi mkoa wa Mwanza tulizindua kamati yetu ya ushauri wa kisheria mkoa tarehe 17 Februari, lakini kwa kipindi chote hapa katikati tulikuwa katika process za kuanza kuzindua hizo kamati za wilaya. Zimezinduliwa katika muda tofauti, lakini hadi kufikia mwezi Oktoba kamati za wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza zilikuwa zimezinduliwa. Sasa baada ya hapo kishofuata ilikuwa ni namna gani tunafanya kazi, kwa sababu kuna kamati ya mkoa na hizo za wilaya. Kwa hiyo ndo tukaamua leo hii tuwe na kikao ambacho kitahusisha uongozi wa kamati ya kisheria ya mkoa pamoja na viongozi wa kamati za wilaya kwa lengo la kukutana na kupanga na kustrategize namna gani ambavyo tutatekeleza hili jukumu la kuweza kuwasaidia wananchi kwa kuwapa ushauri wa kisheria. Kwa lengo la kikao chetu ndo hilo leo. Tutakutana hapa kudiscuss, kuangalia so far kamati ambazo zimeshafanya kazi zimefanya kazi kwa kiasi gani, changamoto za kukutana nazo ni zipi, nature ya malalamiko ni yapi, na mipango kazi ya kuendelea mbele. Na pia tutajadili hapa mpango kazi wa muda mfupi kwa kuanzia Januari mpaka mwezi Juni kwa mwaka 2026, lakini pia tuna nia ya kuanza kupanga mipango namna kwenda kuandaa sasa action plan ya miaka 5 ya namna gani ambavyo tunakwenda kuhudumia wananchi wa mkoa wa Mwanza na kusikiliza malalamiko yao. Hicho ndo ambacho kimetutanisha hapa leo. Nao wajumbe wa kamati hiyo walikuwa na haya ya kueleza juu ya kamati hiyo. Kwa majina naitwa Sara Martin, ni mwanasheria ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mwanza, lakini pia ni katibu wa kamati ya ushauri wa kisheria Nyamagana. Mwelekeo upo kwa kuwa kamati ya ushauri wa kisheria huwa katika ngazi ya wilaya huwa inakuwa na wajumbe takriban 6. Na hao wajumbe 6 wanatoka katika taasisi mbalimbali za serikali na ni wanasheria na ni wanasheria wa muda mrefu. Kwa hiyo wale wote wananchi wanaoifikia kamati huwa wanakutana na watu ambao ni wabobezi katika masuala ya kisheria, lakini pia wanakutana na ushauri
kutoka kwa hao wanakamati walioko hapo moja kwa moja, masuala yao yanatatuliwa moja kwa moja, na wale ambao wanahitaji majibu kutoka taasisi mbalimbali za umma, kamati huwa inafanya utaratibu wa kuweza kufikia hizo taasisi ili hizo taasisi ziweze kutoa majibu na kuweza kuwafikishia wananchi. Kwa hiyo mwelekeo wa kuweza kutatua kero kwa wananchi upo, na ndivyo kamati imekuwa ikiwajibika katika kutekeleza wajibu wake katika mazingira hayo. Kwa majina anaitwa wakili wa serikali Oscar Twakazi. Niko mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa wa Mwanza. Naweza nikasema tu kwa kifupi kwamba uanzishwaji na uwepo na ufanyaji kazi wa hizi kamati kwa maana ya ngazi ya mkoa na wilaya zimekuwa na tija kubwa, kwa maana kwamba kwa kipindi kifupi hiki cha miezi kama 8 ambayo tangu tumeteuliwa tumeweza kusikiliza kero na malalamiko mbalimbali kutoka kwa wananchi, na kwa asilimia kubwa zaidi ya asilimia 70 mpaka 80 inaweza kusema zimetatuliwa kwa njia rahisi, kwa sababu tumepokea pia hata baadhi ya migogoro au malalamiko ambayo yalikuwa ni ya muda mrefu sana, lakini yameweza kupatiwa ufumbuzi ndani ya muda mfupi kupitia ushauri wa kamati hii. Kupitia kamati zenu, umeona nini ambacho kinawasumbua wananchi kwa upande wa kisheria? Changamoto kubwa, kwanza kuna changamoto ya uelewa wa kisheria kwa ujumla, na ndio maana pia katika moja ya majukumu ya kamati yetu ni kutoa elimu ya sheria kwa wananchi ili waweze kuwa na uelewa mpana zaidi wa masuala ya kisheria. Wanapokutana na changamoto iwe rahisi kwao kuweza kuzitatua. Lakini maeneo mengine ambayo tumekuta migogoro ni mingi sana ni maeneo ya ardhi. Ni eneo moja ambalo limekuwa na migogoro mingi sana, na tumekuwa tukishirikiana na halmashauri husika kwa maana ya walalamikaji wanakotokea kule, lakini kwa kushirikiana na kamati tumeweza pia kutatua baadhi ya changamoto ambazo zimehusiana na masuala ya ardhi kwa ujumla.